Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, behind the camera yupo Riziki bwana. Bahati nzuri sana leo kwa mara ya kwanza kabisa na interview na ndugu yangu Godfrey kutoka East Africa Radio, na watu wengi sana mlikuwa mkimuomba sana kwamba bana hebu mtafute bana tuweze kufanya interview, na mimi nikasema lazima nisikilize kile ambacho mnachokiomba, na tupo hapa kwa ajili ya kupata kile au kuwapa kile ambacho mnachokihitaji. Niko naye hapa, haikuwa vyepesi lakini tumefanikisha kumpata. Kiongozi kwema? Lakini kwema sana kaka. Hapa lazwaje? Salama sana. Uko busy sana. Unajua mambo tena. Kwema kabisa. Kwema sana. Karibu sana hapa. Nimefurahi sana kuwa hapa leo. Pengine hasa kwa uchache hasa kwa mtu ambaye amfahamu Godfrey. Godfrey ni nani hasa, kwa sababu ndo interview ya kwanza tunafanya? Yes, Godfrey ni kijana wa Tanzania, lakini Godfrey anajulikana zaidi katika tasnia ya uchambuzi na uchambuzi wa masuala ya siasa, kuanzia siasa za ndani lakini zaidi sana kwenye siasa za kimataifa, na nimekuwa na vipindi vingi kwenye television mbalimbali hapa Tanzania, of course za ndani na nje ya nchi, lakini zaidi sana mimi ni mtaalamu wa masuala ya conflict resolution na conflict management, lakini kuangalia namna gani sasa mizozo ya kimataifa inaweza kuwa sehemu ya msingi kwenye jamii ya kimataifa. Kwa hiyo nimekuwa ni sehemu ya msingi ya kujaribu kutoa mawazo yangu na maoni yangu kisha kwamba namna gani sasa watu wanaweza kuelewa tasnia ya mizozo ambayo imekuwa ni sehemu ya msingi kwenye dunia yetu ya leo. Hongera sana, unafanya kazi nzuri. Asante sana. Tuanzie kuhusu Iran, kile ambacho kinachoendelea sasa hivi. Mgogoro mwanzo ulionekana kama unaenda kuisha baada ya mapatanisho na mazungumzo kuendelea mengi, lakini hivi karibuni tumeshuhudia matamko ambayo pengine yamerejesha upya ule mgogoro ulivyokuwa. Trump alisema ametoa siku 10 mpaka 15. Ali Khamenei naye amezungumza ya kwake, akasema wana huo uwezo wa kuzamisha hata submarine za kwao zile na vitu kama hivyo. Unaona wapi kwanza mgogoro? Yes, kwanza ni kwamba mzozo wa Irani na Marekani tunafahamu kwamba ni mzozo wa kihistoria, lakini ni mzozo ambao unazungumza dhana nzima ya kijiopolitiki. Napozungumza geopolitiki na maanisha ni siasa za kijiografia, siasa ambazo zimekuwa zikiathiriwa na historia, nafasi za nchi kijiografia, ushawishi wa nchi kumna kwamba soft power, lakini zaidi sana namna gani taifa husika inajibu kujaribu kutawala dhana ambayo inaitwa hegemonic power. Kwenye siasa kimataifa tunapozungumzia hegemonic power ni uwezo wa taifa kuwa na uwezo wa nguvu za kijeshi, kiusalama, diplomasia, lakini zaidi sana na ushawishi wa kiuchumi. Kwa hiyo hoja ya kwanza ni kwamba nani anatakiwa kuongoza dhana ya hegemonic power kule eneo Mashariki ya Kati. Unafahamu tangu lilivyoanzishwa taifa la Israel ya leo mwaka 1947 kwenye azimio maarufu na azimio namba 181 inajulikana kama ni two state solution. Ilikuwa ni mkataba wa Umoja Mataifa kuweza kuigawa Israeli ya leo. Kuna kwamba kipindi kile inaitwa Palestina, kwamba Palestina ligawanywa kwenye maeneo mawili. Cha kwanza iligawanywa katika asilimia 45 dhidi ya 55. Palestina hii ya leo ndio likaanzishwa taifa la Israeli. Kwa Waisraeli wakapewa asilimia 55, wa Palestina wakapewa asilimia 45. Kuna azimio namba 181 two state solution la mwaka 1947. Sasa mwaka 1948 waziri mkuu wa kwanza wa Israeli anaitwa David Ben-Gurion, tarehe 15 Mei akatangaza taifa la Israeli. Kwa hiyo taifa la Israeli imetangazwa tarehe 15 Mei, yani kwa maana kwamba kila tarehe 15 mwezi wa 5 wanaazimisha siku ya kuzaliwa taifa la Israeli. Lazima ufahamu kila tarehe 15 Mei wanaazimisha taifa ya kuzaliwa taifa la Israeli. Mwanzo kulikuwa kuna harakati nyingi, nafikiri siwezi kuzungumza hapa, sina muda, wa Zionist movement, harakati za Uzayuni ambazo zilikuwa ni harakati za kisiasa kuanzisha taifa la Israeli la leo. Sasa baada ya kuanzishwa taifa la Israeli, kwa nchi za Kiarabu wanaita kama ni Nakba. Nakba maana yake ni catastrophe, ni janga. Yani uanzishwaji wa taifa la Israel ulipelekea janga Mashariki ya Kati. Sasa hapo ndio maana mtazamo kati ya Iran na Israel ukawa wa tofauti. Kwa Marekani anaitazama taifa la Israel kama tunasema ni taifa ambalo linaitwa ni pin state. Yani pin state tunasema ni taifa mkakati. Taifa ambalo linaangalia maslahi ya tunasema ya kijiografia kwenye ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa unafahamu
Irani walifanya mapinduzi mwaka 1979 aliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kabla ya hapo, kabla ya Ayatollah Ruhollah Khomeini alikuwa Ufaransa, baadaye Iraq kama alikuwa anaishi uhamishoni. Nchi ile ilikuwa inaongozwa na Mohammad Shah kutazama. Sasa mwaka 1953 yalifanyika mapinduzi maarufu yaitwa mapinduzi Operation Ajax, ambapo alikuwa alimuondoa kiongozi mmoja anaitwa Mohammad Mossadegh, ambaye huyu ndo alikuwa ameichukua Irani na kujaribu kuleta mageuzi ya kisekta ya kiuchumi ikiwemo mafuta na gesi. Sasa huyu wa Marekani wakampindua mwaka 79 Ayatollah Ruhollah Khomeini akafanya mapinduzi ya kishia, kwa mtazamo wa Irani ukabadilika kuweza kusapoti harakati za unaitwa harakati za wanyonge. Na napozungumzia harakati za wanyonge kwa ukanda wa Mashariki ya Kati, ambao sasa ndio imekuwa ni tension kubwa kwenye mazungumzo, nafikiri kuna swali lako la msingi, nazungumza cha kwanza kitu ambacho kinachoitwa Hamas. Hamas ni chama cha siasa, lakini Hamas ni harakati za Wapalestina waliokuwepo Gaza waweze kupigania maeneo yao. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna kitu kinaitwa Hezbollah kule Lebanon, ambaye Hezbollah imeanzishwa mwaka 1982, Hamas imeanzishwa mwaka 1987 kwenye kitu ambacho kinachoitwa First Intifada. Sawa? Alafu kuna kitu kinaitwa Hatibu Hezbollah. Hawa wapo kule maeneo ya Iraq, kuna Hezbollah Afghanistan, kuna Fanmiyun yapo maeneo ya Syria kaskazini, na kuna Houthi katika eneo la Yemen. Sasa kuna mazungumzo ambayo yanaendelea baada ya Irani kufanikisha mapinduzi ambayo nimeyasema ya mwaka 79. Irani akaanza kuunga mkono harakati za nchi za Kiarabu kuweza kupambana dhidi ya uonevu wa nchi ya Israel. Kwa mzozo wa kwanza wa Israel na Marekani dhidi ya Iran ni namna gani Iran amekuwa akisapoti harakati. Na ndio maana kuna mazungumzo ambayo yameendelea, tunaita mazungumzo kitaalamu inaitwa ni tripartite negotiation au multilateral negotiation. Yani kuna pande nyingi ambazo zinakuwa zinakaa kwenye meza mazungumzo. Unajua sasa nitazungumza kitaalamu kidogo. Unajua mazungumzo tunamaanisha ni negotiation. Negotiation ina kitu ambacho kinaitwa bilateral negotiation, kuna tripartite negotiation na kuna multilateral negotiation. Ukiona kwa mfano Marekani wamezungumza na Iran, hii tunaita ni bilateral negotiation. Pande mbili zinakaa zinazungumza. Ukiona kwa mfano Marekani, Irani, tume ya atomic ya kimataifa imezungumza, hii maana yake inaitwa ni tripartite negotiation. Ukiona kwa mfano Umoja wa Mataifa, Irani, Marekani, Israel wanakaa wanazungumza, hii inaitwa ni multilateral negotiation. Kwa hiyo kuna issue ya Iran inakuwa ni multilateral kwa sababu ni mzozo ambao unaathiri kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Kwa sasa kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kule Omani, baadaye Geneva, ni kwamba Irani anatakiwa aache kuyasapoti makundi ambayo yanaitwa ya itikadi kali, kwa mtazamo sasa wa kimagharibi ambao wanataja kama ni makundi ya kigaidi ambao nimeyataja. Lakini hoja pili ni Irani iache kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Mwaka jana kama unakumbuka, Rais Trump alitangazia dunia baada ya vita siku 12 kwamba aliweza kupiga maeneo matatu. Eneo la kwanza liko naitwa Fordo, eneo la pili naitwa Isfahan, la tatu ni Natanz, yale maeneo matatu. Akasema kwamba nimeenda Fordo, nimelipua vitu vya nyuklia. Akaitangazia dunia. Alikopo yeye, JD Vance, Marco Rubio anaitangazia dunia. Lakini Trump huyu anasema kwamba Iran leo hii ito imefikia 60% za urutubishaji wa madini ya nyuklia. Mwaka jana alituambia kwamba ameharibu mpango wa nyuklia. Lakini kutazama duru zinasema kwamba sasa hivi Iran imefikia 60% ya mpango wake wa nyuklia kutokana na mtazamo wa Netanyahu na chama chake cha Likud. Lakini unataka kwamba kuna mazungumzo Iran yarudi mpaka 3% mpango wake wa nyuklia. Lakini kutazama vile vile Iran inatakiwa vile vyake vya nyuklia Fordo, Natanz, Isfahan vichukuliwe viende kuharibiwa katika nchi ambayo tunasema inakuwa nchi ambayo inakuwa na trust, yani inaaminika. Aidha iende Urusi, iende kwa mfano nchi ya Uturuki, Turkey au nchi nyingine. Lakini zaidi sana Irani iache kuyasupport makundi ya itikadi kali kama nilivyosema, lakini mpango wake wa intercontinental ballistic missile. Unafahamu Iran ni taifa kubwa sana kwenye uzalishaji wa drones za Shahid na kamikaze. Vita vya Urusi na Ukraine, Urusi amekuwa akipewa msaada na Iran. Yani vita vya Urusi vya Ukraine vimebadilika baada ya Iran kumpa msaada
Urusi kutazama. Watu wengi nafikiri si kama wanafahamu vitu vimebadilika. Na ndio maana leo hii Jumuiya ya Ulaya anasema kwamba na NATO, wewe Uturuki hebu zalisha drone ili tuweze kupambana na Urusi. Sasa kuna mazungumzo kutazama yamekuwa ni mazungumzo ambayo tunasema nani anatakiwa kuongoza ukanda wa Mashariki ya Kati. Nani anatakiwa kuongoza dhana ya hegemonic power kwa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuna nature ya principle ya conflict resolution. Unaona kabisa kwamba katika mzozo tunasema conflict inakuwa ni inevitable. Yaani mzozo unakuwa hauwezi kuisha wala hauwezi kufika mwisho, kwa sababu kila taifa cha kwanza ina zana ambayo tunasema inaitwa negotiation power. Yaani kila taifa ina nguvu na turufu ya maamuzi kwenye meza mazungumzo. Yaani kwa maana kwamba Iran anaweza kupeleka athari kwa Mashariki ya Kati, Israel anaweza kupeleka athari kwa Mashariki ya Kati, Marekani anaweza kupeleka athari kwa Mashariki ya Kati. Lakini kama ulivyoelezea, kumekuwa na ups and down ambazo zinaendelea na mazungumzo yamekuwa kila siku yakiendelea, lakini yanashindikana. Sasa hivi inaelekea ni mwezi unapita sasa, wameanza kutishiana kupigana. Kwa nini hawapigani? Kwanza ni kwamba mazungumzo ya Irani na Marekani sio mazungumzo ya mwezi au miezi miwili. Ni mazungumzo ya kipindi kirefu sana. Unafahamu kipindi cha Barack Obama alikuja na mpango wake unaitwa Joint Comprehensive Action, kwamba tuweze kuiondolea vikwazo Iran na tuweze kuisababisha Iran iweze kufunguka kiuchumi na Iran iweze kurudi katika mpango wake, kuweza kurudisha nyuma mpango wake wa nuclear. Hilo kwanza. Trump alipoingia kipindi cha kwanza akaweza kujiondoa kwenye makubaliano, akapeleka vikwazo. Kwa hiyo mzozo kati ya Iran na Marekani au na dunia umekuwa ni wa kipindi kirefu zaidi. Sasa hoja msingi hapa ni kwamba kwa nini Iran amekuwa kama anaona kama ni tishio kuwa na dhana za nuclear. Duniani kuna mataifa ambayo yana nuclear. Urusi na nuclear, Ufaransa na nuclear, Uingereza na nuclear, Israeli na nuclear, Marekani na nuclear, Korea Kaskazini na nuclear, China na nuclear, India na nuclear. Kwa nini Irani? Swala msingi kujiuliza. Yaani kwa nini Irani kuwa na nuclear inakuwa sio tishio kuliko Urusi, China, Israel, Marekani, Ufaransa na Uingereza? Lazima ili swali ujiulize na uwaze kinyume kama shetani. Umeelewa? Kwa sababu hapa ni kwamba sio Irani kufikia mpango wake wa nuclear. Ni nani anatakiwa kumiliki nuclear? Kwa sababu kuna mataifa ambayo yana nuclear. Tunafahamu kwa mfano watu ambao walipiga Hiroshima na Nagasaki ni wa Marekani mwaka 1975. Lakini Irani mpango wake na hii sijasema mimi mchungu. Tume ya kimataifa ya atomic inasema kwamba Irani amekuwa akitumia nuclear kwa matumizi salama. Kwa matumizi salama ya kuzalisha umeme, tafiti. Lakini kwa nini Irani amekuwa akiwa na nuclear kama ni makelele kuliko wengine? Sasa hoja ni kwamba unajua ukishakuwa na nuclear duniani unakuwa na uwezo wa kujilinda. Na ukishakuwa na nuclear kaka, hakuna taifa lingine lolote hapa duniani ambalo kukusumbua. Hakuna taifa lingine lolote. Kwa hiyo unajua Marekani, Iran kishakuwa na nuclear atakuwa hawezi kuchaguliwa nini cha kufanya. Hiyo ndio siri kubwa. Ukishakuwa na nuclear unakuwa uwezi kuchaguliwa nini cha kufanya. Watakuwekea vikwazo ambavyo vinaitwa sanction. Na hapa kuna vikwazo lazima tufahamu. Vikwazo vipo vya aina 3 kitaalamu. Kuna kitu kinaitwa total economic sanction, vikwazo vya kiuchumi. Kuna total economic divestment, kuondoa usaidizi wa kiuchumi au wa kiuwekezaji ndani ya nchi husika, na kuna total economic or political boycott, yani kuondoa ushirikiano wa kisiasa na kuhususia hiyo nchi kutengwa kimataifa. Na ndio maana tangu alipofariki Ayatollah Ruhollah Khomeini mwaka 1989 na kuingia Ayatollah Ali Said Khamenei mwaka 1989, Iran imekuwa kwenye vikwazo. Miaka 40 kuna vikwazo. Najiulize, taifa ambalo limekiwa vikwazo limetengwa kimataifa, lakini taifa ambalo limeweza kuzalisha wataalamu wake wa ndani. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema hivi, unasema necessity is a mother of curiosity and innovation. Narudia. Necessity is a mother of curiosity and innovation. Yani taifa linapokuwa na mahitaji huwa linasababisha watu wake waweze kufikiri, waweze kubuni, kudadisi na kuweza kutumia changamoto kama fursa. Ndio kitu ambacho kitokea kule Iran. Vikwazo miaka 40,
wakawekeza kwenye teknolojia ya ndani. Hizo unaziona zishahidi Intercontinental, hizo hawazalishi Warusi wa Marekani, ni vijana wa Irani. Hivi unafahamu kwamba Irani ni mojawapo mataifa 10 ambao wamepeleka satellite kwenye mwezi? Wenyewe wamepeleka. Irani mojawapo mataifa 10 duniani wamepeleka satellite kwenye mwezi. Kwa unapozungumzia Irani kuna mizania ya teknolojia, sio taifa dogo. Shida ni kwamba propaganda imekuwa ni kubwa kuliko uhalisia. Unafahamu duniani hapa kuna kitu kinaitwa propaganda, nafikiri naona ni somo la siku nyingine, namna gani vita vya kitaswira vimekuwa sehemu ya msingi ya kuamua watu wengine waone nini au watazame kitu gani. Kwa Irani kwa kweli inaifundisha dunia, na hii nimekuwa nikisema mara nyingi sana kwenye vipindi, hata nikiwa nikiandika kwamba Irani inaifundisha dunia kwamba unapowekeza kwenye watu wa ndani, kwenye teknolojia ya ndani, unapowekeza kwa watu wako, unaweza kuleta matokeo. Kwa sababu kuna uchumi sasa hivi, kuna kitu kinaitwa soft power. Soft power ni dhana kubwa, lakini namna gani unakuwa na watu mahiri ambao wanakuwa na uwezo na wamejengwa kwenye dhana ya teknolojia, ameweza kuleta matokeo kwenye jamii yako. Ndani ya hizi siku 10 mpaka 15 na vile ambavyo wanajibishana, meza ya mazungumzo inaonekana kufeli. Nini unachokiona? Yes, Trump ametoa siku 10 kutazama kipindi anazindua bodi yake ya amani, Board of Peace, ambayo ameanzisha kule katika mkutano wa World Economic Forum kule Uswizi. Aliipa siku 10 Iran. Sasa Ayatollah Khamenei amesema kwamba wao hawawezi kupiga magoti. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Trump nimeona kutokana na satellite za China zimeonyesha kwamba Marekani ameweka military base kuna maeneo mengi Mashariki ya Kati, Iraq, Afghanistan, Kuwait, Qatar, Saudia, Bahrain na maeneo mbalimbali. Lakini leo vile vile nimeona kwamba zile kambi za vinu vya silaha vya kivita vimeelekea kwenye sehemu ya Saudi Arabia. Na hapa nitakwambia kitu moja, kwa nini Saudi Arabia na Marekani wamekuwa wakiwa na ushirikiano, afu nitajibu swali lako la msingi. Unajua mwaka 1973 kuna mfalme wa Saudia anaitwa King Abdullah. Mwaka 1973 huyu aliingia mkataba na kina Henry Kissinger. Kuna diplomasia, unapozungumzia Henry Kissinger unazungumzia ni one of the most prominent diplomats katika dunia. Huyu ndio ameweza kuisaidia kuishape taswira Marekani ambayo unaiona leo katika mambo ya nje. Alifanya nini? Alianzisha kitu kimoja kinaitwa Petrodollar Agreement mwaka 1973, mkataba kati ya Marekani na Saudia kuweza kuyauza mafuta kwa kutumia sarafu ya dola. Unajua zamani dunia ilikuwa inatumia kitu ambacho kinaitwa gold standard, yani uchumi wa taifa ulikuwa unapimwa na uhifadhi wa dhahabu katika taifa. Kwa taifa lilikuwa linapimwa una dhahabu kiasi gani, unakuwa na nguvu. Lakini mabadilishano ya bidhaa kabla ya vita pia dunia ilikuwa ni katika dhahabu. Sasa Wamarekani wajua ni watu smart sana, wajanja. Mwaka 1973 wakamfuata King Abdullah akamwambia, sikiliza, tunakupa ulinzi, uza mafuta yako kwa kutumia sarafu yetu ya dola. Ndio maana leo hii ukitaka kufanya biashara yote hata international market, international system, lazima utafute dola. Kwa hiyo ikasababisha uhitaji wa dola, sarafu ya Marekani kuwa na nguvu duniani. Sasa ule mfumo, kumbuka, umejengwa ni mkataba mwaka 73. Na mkumbuka mwaka 73, mwaka 53. Mwaka 73 mbele kidogo hapo kitokea kitu ambacho kinachoitwa Yom Kippur War. Nafikiri katika watu ambao wanafuatilia mambo ya Palestina na Israeli, Yom Kippur War ilikuwa ni vita ya kuomba na msamaha. Wanasema kwamba tumemzunguka, tunataka kumwaga baharini. Waarabu walikuwa wanasema tumemzunguka, tunataka tumwage baharini. Kwa Waarabu wakagoma kuuzia mafuta nchi za magharibi. Ikatokea anguko kubwa zaidi la kiuchumi. Kwa sasa hii nataka kusema nini? Maana nasema vile vile kwamba kuna mataifa ambayo yameingia mkataba na China ya kuuza mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan. Tumesema kwamba kuna mkataba mwaka 1953 wa petrodollar wa Marekani. Sasa Venezuela, huyu Maduro huyu ambaye amechukuliwa, na Iran wameingia mkataba na China. Shirika la China inaitwa Chinese National Petroleum Limited kuyauza mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan. Maduro leo hii hayupo.
yani Maduro alichoondolewa sio madawa kulevya. Na yeye nilichambua sana. Na uzuri ni kwamba sisi tulichambua mapema na mimi nikasema kwamba Maduro kwa huu mkataba hawezi kudumu. Na kweli Maduro leo yupo. Kwa sababu Maduro aliingia mkataba na Wachina. Unafahamu Maduro vile vile alikuwepo kwenye vikwazo vikubwa vya kiuchumi. Kwa hiyo sasa kuna mataifa ya OPEC. OPEC ni umoja wa mataifa wa kuuza mafuta ghafi duniani. Taifa la kwanza kutazama ni Venezuela. Takriban bilioni 300 zipo chini ya ardhi ya Venezuela. Kuna Afghanistan, kuna Iraq na kuna Iran. Sasa kuna Urusi na Saudi Arabia. Sasa kusema kwamba Venezuela atauza mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan na Iran maana ni kwamba sasa unaenda kusabotage hegemonic power na mfumo wa petrodola wa Marekani. Kwa kitu kingine ni kwamba Marekani anachotafuta Iran sio wale maandamano. Wala sio haki za binadamu. Ni kulinda mfumo wa petrodola. Kwa maana nyingine kama Ayatollah Khamenei vyote takavyokuwa itakuwa ni pigo kwa Urusi, pigo kwa China vile vile. Kwa vile vile sasa hapa tunajifunza kwamba vita ya Iran ni vita ya kimkakati ya mabwana wakubwa. Nani wa kuongoza tunasema ushindani wa kimataifa wa mafuta. Unajua Trump kuna kipindi chake cha pili anatufundisha na kuna ile hotuba yake maarufu ambayo ilitoka kwenye bunge la Congress. Alisema kwamba this is a golden age, kwamba akasema hiki ni kipindi cha dhahabu. Trump amekuja kwa kazi moja tu, kurudisha adabu ya Marekani. Ndio kazi amekuja nayo Trump. Trump kifalsafa anawakilisha sifa 4. Cha kwanza tunasema ni populist, cha pili ni nationalist, cha tatu conservative, cha 4 mtu ambaye tunasema ni mtu ambaye anaamini kwenye manifest destiny. Ni mtu ambaye anaamini Marekani imepewa ruhusa na Mungu kwenda kuvamia hata kutawala nchi nyingine. Kwa Trump amekuja kurudisha dhana ambayo inaitwa global order, yani hizi international systems ambao China na Urusi wanakuja kutengeneza mustakabali mwingine. Kazi ya Trump ni kurudisha kazi ya Marekani. Ndio maana falsafa yake inaitwa Make America Great Again. Make America Great Again ni mkakati ambao umejengwa na waafidhina kutoa taasisi ambayo inaitwa Heritage Foundation. Kwamba turudishe Marekani kwenye nguvu na ushawishi, kwa sababu kipindi cha Biden wanasema kwamba tulikuwa tunadhaulika. Tunapitwa paka na China. Paka na Urusi rafiki yangu tunapitwa. Kuna mataifa wanatuwekea sisi, wanatuvumbia sisi. Kwa kazi ya Republican jina lake lingine maarufu inaitwa Grand Old Party. Tazama. Wanasema kwamba wao wamekuja kurudisha adabu, global order za kimataifa. Unadhani wakipigana sasa endapo ikitokea wamepigana unaona taifa gani litashinda? Limekuwa ni swali ambalo watu wengi wamekuwa, kila mmoja anasema kwamba kwa uwezo wa Iran ulivyo sasa hivi Marekani ataumia sana. Kuna watu wengine wanasema kwamba kwa uwezo ambao taifa la Marekani linao litatumia siku chache tu kuweza kuiangamiza Iran. Kwanza ni kwamba vita havina mshindi. Kwanza lazima tufahamu vita havijawahi kuwa na mshindi na mtu yoyote. Lakini athari ya vita ya Irani na Marekani ni athari ya vita kubwa sana. Nitakupa mfano mmoja. Unajua duniani kuna maeneo yanaitwa maeneo kama 5 au 7 makubwa ya kimataifa. Tazama. Nilikuwa nasema kwamba kuna maeneo kama 5 makubwa ya kimataifa. Eneo la kwanza inaitwa mlango bahari wa Hormuz. Nafikiri wachambuzi wengine wamesema hivi. Mlango bahari wa Hormuz. Kuna kitu kinaitwa Suez Canal pale Misri. Kuna kitu kinaitwa Panama, mfereji wa Panama Mexico. Kuna Cape of Good Hope Ras Manjema huko katika eneo la South Africa. Alafu na sehemu inaitwa Bab el Mandeb. Sasa unapoamua kupambana na Iran, maana ni kwamba unaenda kupelekea mlango bahari wa Hormuz kuweza kuufunga. Mlango bahari wa Hormuz unapitisha takriban 21% mafuta yote duniani. Lakini tunapozungumzia Bab el Mandeb kwa watu ambao wamefika Somali na maeneo ya Djibouti na maeneo ya Ethiopia, kuna kitu kinaitwa bahari ya Shamu huwa inaunganika na bahari ya Hindi. Kwa katika eneo la Somaliland kuna mlango bahari ambao unaitwa Bab el Mandeb. Kwa juu kule kuna nchi ya Yemen. Sasa
unapoamua kupigana vita na Iran, maana ni kwamba unawasababisha Wahuthi ambao unaungwa mkono na Iran kuweza kufunga mlango bahari wa Bab el Mandeb, ambao itaathiri pembe ya Afrika, itaathiri IGAD, itaathiri paka Afrika Mashariki. Lakini unapoamua kupigana vita na Iran, utaweza kusababisha Iran waweze kufunga mlango bahari wa Hormuz. Maana utaathiri guba yote ya Mashariki ya Kati, utaathiri mfumo wa kimataifa. Lakini unafahamu kebo za kimataifa za dunia zipo katika eneo la bahari ya Sham. Kwa wanatishia vile kukata kebo za kimataifa ambayo tenda kuathiri mifumo ya kifedha, mifumo ya kiuchumi na mifumo ya kibenki duniani. Hilo la pili. Lakini nimesema mwanzo kama vita havina mshindi. Irani wanazalisha kwa siku drone 400. Wana makombora ya intercontinental ballistic missile zaidi ya 3000. Na hii sijasema mimi mchungu, amesema Mike Pompeo. Zaidi ya 3000 wanazo. Wanaweza kuipiga Israel mara 2500. Unafahamu katika vita ya siku 12 ilivyokuwepo. Israel yapata hasara kubwa zaidi. Vio vya kitafiti viliharibika. Maana ni kwamba sasa unapopigana na Iran kama alivyosema Ayatollah Khamenei kwamba unasababisha mvurugano Mashariki ya Kati. Tumaka kuna hotuba yake ya juzi akasema kwamba tuna uwezo kuzamisha hiyo meli. Sio kama Marekani hata mpiga Iran, lakini athari zake kiuchumi. Kwa sababu na hii ni muhimu. Unajua kuna kitu kinaitwa rational approach. Rational approach, maamuzi yote ya kisayansi, kuna dhana ya statecraft, yani kuna dhana ya maamuzi ya nchi huwa yanaamuliwa kutumia dhana ya rational approach. Rational approach ni nini? Rational approach ni maamuzi ambayo yanafanyika ambayo yanazingatia tunasema maamuzi ya kimantiki. Yani unapoamua kwa mfano kuanzisha vita, lazima uweze kuwaza utapata faida gani kwenye hiyo vita. Nguvu za kiuchumi, athari za kiuchumi, mtazamo wako duniani. Je, ukipigana hiyo vita kuna hiyo nchi, nani ni future president katika hiyo taifa? Rational approach. International approach iko watu ambao wamesoma mikakati wanaelewa. Rational approach theory. Kwa sio maamuzi ambayo umeamka asubuhi sio na kununua vitumbua, maamuzi ya kuchakatwa. Ndio maana katika hizi nchi kuna kitu kinaitwa baraza la vita, war cabinet. Ambao anakaa rais, mkuu wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi, waziri wa ulinzi, waziri wa fedha, diplomasia, kujadili je, maamuzi haya yatakuwa na athari gani katika taifa? Kwa hiyo kwa mfano, unataka kumtoa kwa mfano Ayatollah Khamenei. Unataka kwa sababu wanataka waondoe Ayatollah Khamenei waingie Mohammad Reza Pahlavi, yule mwanamfalme Muhammad Shah, tazama, ndio awe rais pale au kiongozi wa Irani pale. Unawaza je, Irani sasa hivi kwa mfano baada ya kutoka kwenye maandamano lazima ufikie kwenye level wa think tank, je, wamerudi kwa pamoja? Jibu ni ndio. Tupigana vita na Iran, maslahi yetu Mashariki ya Kati yatalindwa vipi? Jibu ni hapana. Sio, je, kambi zetu za kimkakati kuanzia Bahrain, Kuwait, Afghanistan, maeneo ya Syria, Jordan, Israel, Misri, kwa sababu wanasema kwamba zote zitakuwa ni hali yao. Wanasema nani? Iran. Lakini lakini kuna mtu anaitwa Grand Ayatollah Ali Sistani. Grand Ayatollah Ali Sistani, huyu ni kiongozi mkubwa wa Shia, yupo hata nchi ya Iraq. Anasema kwamba Marekani atapoanzisha vita na Iran itakuwa ni jihadi dhidi ya Washia Mashariki ya Kati. Sio kama watu wanamjua Grand Ayatollah Ali Sistani. Na hili kwa faida ya mtazamaji, unaposikia Ayatollah sio jina. Ayatollah ni taasisi kongwe ya Shia cleric, au watu ambao ni wasomi wa dini. Ayatollah ni taasisi katika nchi za Washia. Ayatollah, ndio maana kuna Ayatollah Ali Sistani, kuna Ayatollah Ali Khamenei, kuna Ayatollah Ruhollah Khamenei. Ayatollah ni taasisi wanaitumia ambao inakuwa na supreme leader, cheo cha kidini, inakuwa ni mkuu wa nchi. Kwa kumalizia kuhusu hili,
Marekani imeanza kupunguza baadhi ya wanajeshi wake kwenye kambi yake Qatar, ambayo inatajwa ndio kambi kubwa, na inatajwa kwamba wanahofia usalama, kama vile ambavyo wanazungumza Iran watafshambulia wataanza na hizo kambi, wanapunguza takriban nimeambiwa wanajeshi zaidi ya 30 kitu kama hicho. Na nilisikia pia kwa upande mwingine Al Khamenei ameanza kutafuta mbadala wake wa kuweza kurisi. Nini katika hicho unachokiona katika mambo kama haya? Yes, kwanza ni kwamba ni kweli zimekuwa hizo taarifa za Ayatollah Ali Khamenei amekuwa akitafuta mrithi, na nimeona jana amempa Ali Larijani kama ni amempa madaraka makubwa zaidi ya Masoud Pezeshkian, kwa kile ambacho kinachoitwa kwamba kama viongozi wa taifa la Iran wakifanyiwa assassination watakuwa ni sehemu ya kuendeleza mpango wao wa vita. Na hii maana yake ni kwamba sasa wanataka mazungumzo ya kimbinu kwenye vita, kama kitotokea basi ile chain of command iendelee kuendelea katika nchi ya Iran. Lakini katika hoja ya pili, nafikiri lazima watu wajifunze kuhusu masuala ya Mossad, Shin Bet, Ahmad, kutazama ambayo yamekuwa ni mashirika ambayo yakishawishi hata yakiangalia intelijensia ya Israel na kupeleka taarifa Marekani dhidi ya taifa la Iran. Napozungumzia Mossad namaanisha ni shirika la ujasusi wa nje la Marekani, Shin Bet shirika la ndani la ujasusi wa Israel, Mossad shirika la nje la ujasusi wa Israel, na Ahmad shirika la jeshi la Israel. Lakini vile vile katika hii vita nafikiri swala la msingi ni kwamba lazima tujiulize kwa nini baada ya Netanyahu kwenda katika ziara yake nyingine ya juzi ya Marekani na kwenda kuongea na Trump, ni kama Netanyahu amebadilisha mtazamo, kwa sababu Netanyahu alikuwa anahisi kwamba kwenye meza mazungumzo ambayo Omani walikaa na Iran pamoja na Marekani, ni kwamba walikina Ali Shamkhani, wakina Steve Witkoff na Jared Kushner na mwenzake Abbas Araghchi, ni kwamba walikuwa wanaona kwamba kama maslahi ya Israeli hajakuwa kwenye sehemu ya mazungumzo. Yes, kwa sababu maslahi ya Israeli yalikuwa ni Irani kuachana mpango wa nyuklia, Irani kuhakikisha kwamba hawasupport makundi haya ya Hezbollah, Houthi, Hamas, Hatibu Hezbollah, Fanimiun na Houthi katika eneo la Yemen. Lakini zaidi sana huo mpango wake wa intercontinental ballistic missile. Kwa hiyo hayo ndio maslahi ya Israel katika mzozo. Nimesema mwanzo kabisa kwamba huu ni mzozo unakuwa ni tripartite, unakuwa ni multilateral, sometimes unakuwa ni bilateral. Kwa kila taifa linakuwa na maslahi yake kwa mzozo. Lakini cha pili cha kuelewa, lazima mtu uelewe dhana ya AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, lazima uelewe dhana ya Christian Zionism, lazima uelewe dhana ya Zionism movement, lazima uelewe dhana ya Israel lobby. Professor John Mishama ameandika kitabu maarufu sana kinaitwa Israel Lobby. Professor John Mishama ni profesa maarufu wa Kimarekani ambaye akizungumza dunia nzima inakana kusikiliza kuhusu masuala ya mambo ya nje na sera za kidunia. Hicho kitabu chake cha Israel Lobby amezungumza namna gani sasa haya hizi taasisi Christian Zionism, Christian for United States for Israel, AIPAC zimekuwa zikishawishi sera za Marekani wanapoitazama Israel. Kwa hiyo hii vita vile vile ni wale lobbyists wa Israel ambao wapo Marekani wanataka kuangusha utawala wa Iran ili kutengeneza Greater Israel. Na hii ni muhimu kwa kumalizia. Israel tangu karne ya 19, jamani, wana mpango wa kurudi kwenye nchi yao ya ahadi, na kikosi chochote cha taifa lote ambao itakuwa ni kwazo kwao, taifa hilo litapigwa, taifa hilo litaanguka kwa lengo la kutengeneza Israel yao kuu Mashariki ya Kati. Huo ndo mpango wa chama cha Likud cha Netanyahu tangu alivyoingia mwaka 1994, ndo mpango wao ambao unaitwa hardliner. Watu wana msimamo mkali wakiongozwa na kina Benjamin Netanyahu na wenzake. Kwa hiyo na juzi tumemsikia balozi wa Israeli Marekani anasema kwamba wao wana haki za kidini, haki za kihistoria kuweza kuichukua Mashariki ya Kati yote. Na Netanyahu tulimsikia kwamba ana hofu dhidi ya jeshi kuongezeka kwa jeshi la Misri, kwamba anasema kwamba Misri imekuwa na jeshi kubwa sana la Jenerali Fattah al-Sisi. Kwa hiyo hii inaonyesha namna gani vile vile Netanyahu ni kiongozi ambaye ni muoga. Achana hizo propaganda. Misri unaika hela nyingi sana kwenye jeshi Misri sasa hivi. Na kwa watu ambao wanakumbuka vita mwaka 67, vita siku 6 na vita ya Yom Kippur mwaka 73 ambao iliongozwa na Golda Meir,
ambayo isababisha Israeli kuliteka eneo la Sinai Peninsula na eneo la milima ya Golan. Lakini zaidi sana mwaka 78 ikatokea kitu kinachoitwa Camp David Accord. Menai Begin, Jimmy Carter, Anwar Sadat. Sinai likarudishwa katika eneo la Misri, na tangia pale sasa Israeli ikaweza kuitambua Misri na Misri kuweza kuitambua Israeli. Nafikiri haya ni masomo siku nyingine. Kwa kumalizia sasa, Israel imekuwa ikiwaua tuseme viongozi wa Iran, imekuwa ikifanikisha hilo, na watu wamekuwa kijiuliza sana. Ibrahim Raisi tumeona na baadhi ya viongozi wengine juzi kwenye siku za vita za siku 12 viongozi wengi makamanda alikufa. Watu wamekuwa kiona kwa nini Israel imekuwa ikifanikisha hili. Na kwa kumalizia, mpango wa amani ambao Marekani imeuanzisha, wanasema kwamba lengo ni kuitengeneza Gaza, ambako ndo wao Israeli kwenda kujipanua na nini. Palestina itaendelea kuwepo ama ndio inaenda kupotea sasa? Swali zuri. Kwanza ni kweli kabisa, katika moja ya makosa ya kijasusi ambayo inaitwa intelligence blunder ambao umekuwa wakifanya taifa la Iran, lazima tukiri kwamba wamekuwa wakipoteza viongozi wao wengi. Makamanda wao wengi wamekuwa wakipotea kwenye vita, na hata kupoteza viongozi wao mashuhuri. Na utazama kwa mfano kifo cha Ibrahim Raisi, kwa kweli alikuwa rais wa nchi ya Iran, ilikuwa ni pigo kubwa sana hata kwa Ayatollah mwenyewe Khamenei, kwa sababu anatajwa kwamba alikuwa ni successor wake mbele ya safari. Alifai kuna ajali ya ndege, na kumekuwa kuna hizo conspiracy nyingi kwamba imekuwa ni ajali kama ya kupangwa, lakini tumeshuhudia vile vile Iran wakaendelea kupoteza makamanda wake, na hiyo imekuwa ni kazi kubwa ya Mossad, unafahamu. Na ndani ya Iran of course kuna Shia majority 90%, lakini bado kuna jamii ya Kiyahudi ambao kama 3% hivi ndani ya Iran. Yes, kuna jamii ya Wayahudi kama 3% ambao wanaishi ndani ya Iran tangu kihistoria. Kwa hiyo inatajwa vile vile wamekuwa kama wakisabotage maslahi mbalimbali ya Iran, na hata kupeleka taarifa za kimkakati, yes, ambayo inaitwa Yodaim, diplomacy, intelligence, military na information, ambayo amekuwa akijaribu kusipika kwa wapinzani wake. Kwa hiyo hii kazi ya kuliwa viongozi imekuwa ni kazi ya Mossad. Kama nilivyosema, shirika la ujasusi wa nje la Israel inatumia takriban dola za Marekani bilioni 80 katika utafiti na katika ujasusi. Kwa kazi yao Mossad ni kuziangalia na kuzisupervise nchi zote za Kiarabu, zinawaza nini, zinapanga nini, zinaamua nini dhidi ya taifa la Israel. Hoja pili, nafikiri kama nimesikia vizuri, ni hoja ya Board of Peace. Na hii nafikiri nilifanya na moja ya kituo cha habari hapa Tanzania tulichambua kuhusu Board of Peace. Hii ni bodi ya Trump ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuweza kuijenga Gaza. Bodi hii cha kwanza imeanzishwa na Trump mwenyewe. Nimesema mwanzo kwamba Trump katika sifa 4 ambazo anawakilisha nazo: conservative, nationalist, populist, manifest destiny. Trump ni kiongozi ambaye anapenda sifa kihuruka. Kwa hiyo ameanzisha hii bodi kwa lengo la kuweza kuijenga Gaza. Sasa jiulize, nani ambaye anawapa silaha wa Israeli? Nani ambaye anawapa pesa wa Israeli? Ni wa Marekani, si ndio? Lakini inataka kuja kujenga Gaza na zinahitajika dola za Marekani bilioni 25. Kuweza kuingia katika hii bodi, kila nchi wanachama atakiwa kulipa dola bilioni 1. Sawa? Mwenyekiti ni Trump, anakuwa mwenyekiti wa kudumu. Kuna Jared Kushner mjumbe, Marco Rubio mjumbe, Tony Blair mjumbe, Steve Witkoff mjumbe. Amemkaribisha Xi Jinping, amemkaribisha Vladimir Putin, amemkaribisha Benjamin Netanyahu. Na juzi tumeshuhudia Saudi Arabia pamoja na nchi za UAE wameweza kutoa takriban dola bilioni 17 kuweza kuichangia Gaza. Of course. Kwa hiyo Gaza inaenda kujengwa upya. Na tunapomaanisha Gaza ni kama tuseme unatoka Bahari Beach ya Kawe mpaka Kibaha. Ndo Gaza. Yes, kilomita 14, kilomita 18. Ni eneo dogo sana. Yes, Gaza. Eneo dogo sana ambalo kuna tafiti zinasema kwamba kuna kitabu kimoja kimeandikwa na Jimmy Carter inaitwa Peace Not Apartheid. Peace Not Apartheid. Anasema kwamba Gaza ni kama jela iliyokupo wazi. Gaza ni kama jela, yani watu wanaishi lakini wapo kama jela. Eneo la watu milioni 2.5, lakini wamekuwa wakiishi katika maumivu.
na Gaza ndo inaongoza hicho chama cha Hamas. Na kwa kweli Gaza, mimi kama mchambuzi ambaye nilikuwa nikichambua haya mambo, wamepoteza sana viongozi wao. Gaza wamempoteza Ismail Hania, Gaza wamempoteza Yahya Sinwar, Gaza wamempoteza Mohamed Deif. Tazama, hao ni viongozi wa Hamas ambao walifariki katika operation kuanzia mwaka 2023 Oktoba mpaka mwaka 2025. Kwa tunapozungumza leo hii, Hamas imepoteza sana viongozi wake. Kwa hiyo bodi ya amani mlengo wake ni kuwataka Hamas waweze kuweka silaha chini. Jiulize, Hamas ni harakati. Hamas sio silaha. Uweze kupambana na harakati. Hamas ni watu ambao wanataka nchi yao ya Wapalestina, ambao wanaamini inakaliwa na kuchukuliwa na walowezi. Na hiko kukusaidia ndugu mwandishi na ndugu mtazamaji, Palestina kuna vitu viwili. Kuna Gaza na kuna West Bank. Bora kweli. Nachanganyaga sana. Yes, West Bank ndo unaitwa ukingo wa magharibi wa mto Jordan zamani, ambao maarufu kama West Bank. West Bank kuna chama kinaitwa Fatah ambao kinaongozwa na Mahmoud Abbas. Chama hichi ndo kinaongoza Gaza. Mwaka 2006 Ismail Hania alishinda uchaguzi kuweza kuiongoza Palestina. Unajua okay. Ipo hivi, mwaka 1993-94 kuna mkataba wa Oslo. Sawa? Isaac Rabin, Yasser Arafat na Bill Clinton walikuja mkataba wa Oslo, mkataba maarufu sana, ulifanyika Norway. Ilianzishwa kitu kinachoitwa Mandate of Palestine. Mandate of Palestine, mamlaka ya Wapalestina, ilianzishwa Oslo mwaka 93-94. Kwa hiyo hii Fatah na Wapalestina walianzishwa kama kitu kinachoitwa ni kama mamlaka ya jiji. Inaitwa Mandate of Palestine, mamlaka ya Wapalestina, ilianzishwa Oslo. Kwa hiyo tangu mwaka 47 au 48 Wapalestina wamekuwa wakipigania utaifa wao. Umeelewa? Kwa hiyo hii Mandate of Palestine ikaanzishwa Oslo mwaka 93 mwaka 94, na Isaac Rabin akapigwa risasi na wafuasi wa Likud wa Netanyahu. Kwa sasa tangu mwaka 2006 baada ya kushinda urais wa Marekani, walikuwa wanaona kabisa kwamba Hamas ni tishio. Kwa Hamas ikakimbilia Gaza ya leo, ikaika kambi Gaza, lakini ilishinda uchaguzi mwaka 2006. Kwa hiyo huyu Mahmoud Abbas amekaa kwenye uongozi wa kama kiongozi wa Palestina wa kuwakilisha West Bank tangu mwaka 2006. Hajafanya uchaguzi. Kwa sasa ndio maana hii ni vita ya Israel kati ya Wapalestina waliokupo Gaza, sio West Bank. Wapale Gaza. Sio West Bank. Kwa sababu ukiangalia Palestina leo imemegwa. Yaani kuna Gaza, afu na West Bank. Afu kuna makazi ya walowezi. Juzi nimeona Knesset wamepitisha azimio la kuwatafutia walowezi makazi ya 500,000 Wayahudi 500,000 katika ukingo magharibi wa West Bank, ambao vile vile umekuwa ukitaka kumegwa. Hii maana ni kwamba inaenda kufificha harakati za Wapalestina kupata taifa lao. Kule mkataba mwaka 1900, kuna azimio mwaka 1947 na 181 almaarufu kama two state solution, lilisema kwamba Yerusalem itakuwa mji mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sawa ambapo mji huu utasimamiwa na Umoja wa Mataifa kwa sababu kuna dini 3: Ukristo, Uyahudi na Uislamu. Unafahamu? Sasa Yerusalem Mashariki kutokana na sheria za kimataifa ni mji mkuu wa Palestina, ambao kuna Masjid al-Aqsa inawatambulisha wa Palestina. Lakini kitendo cha Netanyahu na chama chake cha Likud kuichukua Palestina yote, kuichukua West Bank yote, maana ni kwamba ni kufuficha harakati za Canada, Uingereza, Ufaransa, South Africa kuitambua taifa la Palestina katika United Nations General Assembly. Nafikiri kaka ana masomo ya siku nyingine tukikutana. Swali la mwisho wa kumaliza. Ni kwa maelezo yako, lakini sasa ni ndio au hapana? Unaiona siku za hivi karibuni Marekani na Irani wakipigana kwa maana ya vita kamili? Hapana. Hapana. Tumefunga hivyo ndugu zangu, bado tutaendelea kwenye mizozo.